Na muyombo kwa desikliza ni Amka na Baraka One TV ikiwa ni tarehe 1 za mwezi wa 11 2025. Majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, vijana waliokamatwa na M23 wapelekwa mafichoni. Tanzania, watu zaidi ya 700 waripotiwa kufariki kwenye maandamano ya takriban siku 3 kuelekea siku ya 4. Tanzania, shirika la haki za binadamu ya Human Rights yatoa kauli tata kwa serikali ya Tanzania, huku Diamond Platnumz akisadikika kuwa ametoroka nchi na kuelekea ndani ya jiji la Mombasa nchini Kenya. Kumbuka pia kutembelea Mwangaza Television ambako utakutana na matukio mengi yote ambayo kunazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata pia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na duniani kote. Na tukianza na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, ambako vijana waliokamatwa na M23 maeneo ya Panzi wapelekwa mafichoni. Magari yameonekana yakitoka katika maeneo ambako kulikusanyika mamia ya vijana ambao walikamatwa na magaidi wa M23, na hivyo kuweza kupelekwa mahala ambako mpaka sasa bado hapajajulikana, licha ya tetesi kuwa wamekwenda kuwaficha kwa ajili ya kuwapeleka kwenye mafunzo ya kivita. Kutokana na hali hiyo, imefanya wananchi ndani ya jiji la Bukavu kuweza kuwa na wasiwasi mkubwa, huku wakiwaficha vijana wao na kuwataka wasionekane mtaani. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijatoa tamko rasmi kulingana na matukio hayo ambayo yamefanywa na magaidi wa M23. Kwa upande wa magaidi wa M23, na wao pia bado hawajazungumzia chochote kutokana na hicho ambacho wanaendelea kukifanya kila kukicha. Bandugu yetu wapenzi, muko wapi? Mukia muokoe watu. Huku Bukavu watu wanaisha. Bazalendo muko wapi? FARDC muko wapi? M23 inakuwa na effectif ya kidogo, inaanza heba watu Bukavu mkijeshi par force. Image zile zetu tunawatumia pale, muangalie vile wanaiba watu par force. Donc walianza depuis asubuhi yuko nasomba mabedi, banakamata ba jeune banabatia mu lupango ya bapadiri Kamagema Bukavu, ngambo ya kwa Mukwege Bukavu, Kamagema Panzi, banatola ba jeune bote banabamaliza kwa yoba mkijeshi. Donc Bukavu tunakuwa system ya Rwanda, no kapima lie banakupiga risasi. M23 ikia okoa watu, M23 ilikia uando watu, ilikia uando watu, ikia ndo kuokoa. Bandugu yangu wapenzi, hatuiwe kama tuko mkiangapi. Guvernema ingijipanga haraka haraka, jua bajamaa nao biko banajipanga panga nabo haraka haraka, jua wanaangalia effectif yao inakuwa kidogo. Effectif yao inakuwa kidogo sana, wanaangalia kuna kisa bataweza FARDC fo bakamate ba jeune par force. Ile systeme ya Rwanda na sasa wanakamata vile par force, wanabamite konya iko kumakwabo. Na kule kama ilende hivi sasa kama 3000 personnes. Mwele 3000 personnes ya kutarudia nyo 1500 personnes wala 2000. Wanakulisha watu sama makuku kule. Mwata kuku na kulaka mzuri. Ni tano tu. Ziko hata ni 10 mule. Muko mabeni ya mingi sana. Toka, wanaonyesha mu. Ona zile magari. Bajeni kufanya pole kwa. Unaanza fixi. Unaanza fixi, unaanza fixi huko. Na hili mfanye ni hospitali.
One. Bana baikalisha. Mose kwa jina la mbona mtu mfana bofre yangu. Na naye haiko kunyumba bandu. Biko na unaona sema kwa fabiko tujere bana baikalisha. Yo, bana maro aibape. Bana baikalisha. Mungu wangu. Bana baikalisha. Ona kubajere. Ndio wana walitula gari za mingi sasa unaona hivi mnawazia ni yabo. Kumbe biko chini. Yes. Yes. Hii sio mara ya kwanza kwa magaidi wa M23 jimboni Kivu ya Kusini na hata pia jimboni Kivu ya Kaskazini kuwakamata vijana na kuwapeleka mahala ambako hapajulikani. Na baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, tujielekeze nchi ya jirani ambako watu zaidi ya 700 wameripotiwa kufariki kwenye maandamano nchini Tanzania. Chama kikuu cha upinzani cha Chadema kimetoa takwimu ya kote nchini kwamba inakadiriwa watu zaidi ya 700 ndio watakuwa wamepoteza maisha kutokana na maandamano ambayo yanazidi kuendelea nchini Tanzania, huku ikiwa ni siku ya 4 tokea tarehe 29 za mwezi wa 10 2025, ambako yote yalitokea kutokana na uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania, ambako tume huru ya uchaguzi iliahidi kutangaza baadhi ya matukio ya uchaguzi na hivyo kuanza rasmi na kisiwa cha Zanzibari, ambako Hassan Mwinyi ametangazwa ushindi wa kiti cha urais katika visiwa hivyo vya Zanzibar, huku akiwa na zaidi ya 70% za kura. Takwimu hizo za Chadema za watu zaidi ya 700 kuweza kuuliwa zimekuwa zikitaka kufanana na zile za mashirika mbalimbali ya kutetea haki ya binadamu, huku wakishuhudia maiti zikiwa zimezagaa mtaani, huku watu wengi pia wakiwa wamepata majeraha. Kitendo hicho ambacho kinawafanya wananchi kuweza kuandamana, wanadai kwamba wanatetea haki yao. Serikali ya Muungano wa Tanzania bado haijatoa kauli yoyote kuhusiana na madai hayo ya watu zaidi ya 700 kuwa watakuwa wamepoteza maisha. Jijini Dar es Salaam, mara baada ya kushambuliana kwa zamu kati ya polisi na waandamanaji, hali imekuwa tofauti kuanzia asubuhi ya hii leo. Katika mitaa mbalimbali imeonekana miili ya vijana waliopoteza maisha, huku ndugu jamaa na marafiki wakihangaika huku na kule kutafuta ndugu zao walipo, na wengine wakishindwa kuhifadhi maiti zilizozagaa mitaani. Katika baadhi ya mitaa katika makazi ya watu wa kawaida kama vile Buza, Tandika, Manzese, Tandale na miongoni mwa mingine, magari ya wagonjwa pamoja na gari za polisi yameonekana ikusanya miili ya watu waliopoteza maisha baada ya kupigwa risasi na polisi. Katika mitaa mingi, idadi kubwa ya askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ wameonekana wakifanya doria, huku wakiratibu wananchi wanaoingia ama kutoka katikati ya jiji pamoja na katika mitaa kwa wale wanaotoka kutafuta mahitaji muhimu, huku wakiwataka wananchi kusalia majumbani. Baadhi ya vyakula kama unga wa ugali, unga wa ngano, sukari, nyama, viungo vya mboga kama nyanya na vitunguu vimepanda bei kwa zaidi ya nusu ya gharama ya awali, huku maduka yakiwa bado yamefungwa. Mpaka sasa serikali imetangaza kuahirisha kufunguliwa kwa vyuo vya elimu ya juu vilivyotarajiwa kufunguliwa Jumatatu na Novemba 3, huku shule za msingi na sekondari zikifungwa. Watumishi wa hospitali zikiwemo taasisi ya mifupa na mishipa ya fahamu MOI, hospitali ya taifa Muhimbili, wamelazimika kufanya kazi kwa siku 3 mtawalia, huku wanaolazimika kuingia zamu wakichukuliwa majumbani chini ya doria ya polisi. Mtobi Mbawala, Dar es Salaam. Chama cha mawakili Boniface Mwabukusi ameweza kuzungumzia hali ambayo inazidi kuendelea nchini Tanzania. Tunaiambia serikali kwamba isikilize sauti hii, isipuuze. Inawezekana mwanzoni tulivyokuwa tukishauri tulionekana kama wanasarakasi wa pumbavu, lakini sasa vijana wamethibitisha kwamba
sio kizazi kile cha zidumu fikra za mwenyekiti wa chama, sio kizazi kile kilichoumbiwa mambo ya kuamini kwamba tunamwachia Mungu. Ni vijana wanaoamini katika kupambana kudai haki yao. Ni hatua mpya ambayo haijawahi kutokea toka mimi nianze kushuhudia chaguzi mwaka 83. Sijawahi kuona hali ya namna hii niliyoiona, na kama hatua hatutajielekeza kwa kutumia akili zetu, tukaendelea kufikiri kwa kutumia risasi na mabomu, tukifikiri tutapata ufumbuzi, tutaliharibu kabisa taifa, kwa sababu taifa limeshagawanyika kabisa, na linahitaji uponyaji wa haraka wa namna ya kutibu tatizo na kutafuta ufumbuzi kwa haraka, na hilo ni jukumu la serikali, sio jukumu la mtu mwingine yoyote. Tanzania imeshuhudia matukio kama hayo, ikiwa ni kwa mara ya kwanza kwa wananchi kuweza kutoka barabarani na kuonesha hasira zao, na hivyo kuwafanya kuharibu miundombinu pamoja na mali zingine za umma, licha ya tangazo la wanajeshi la kuwataka waandamanaji kuweza kuacha mchezo huo, kitu ambacho kimetupiliwa mbali. Maandamano yanaendelea mpaka kieleweke, wanasema Gen Z wa Tanzania. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka One TV. Sauti za vilio zinatawala katika maeneo mbalimbali katika miji mikubwa nchini humo tangu kuanza kuripotiwa kwa maandamano na jeshi la polisi kutumia nguvu kubwa kuwakabili waandamanaji. Taarifa za idadi ya watu waliopoteza maisha na zile za majeruhi bado zinasalia kwa gizani hadi wakati huo, kutokana na mamlaka nchini humo kwa kimya. Wakati hayo yakiwa yanajiri, msimamo wa chama kikuu cha upinzani Chadema zinataka mamlaka nchini humo kumwachilia huru makamu wake mwenyekiti John Heche anayeshikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuvuka mpaka kwenda nchini Kenya bila kufuata taratibu. Haya yanajiri wakati tume huru ya uchaguzi INEC ikiendelea kutoa matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais. Matokeo yanaonyesha mgombea wa CCM Samia Suluhu Hassan waacha mbali wapinzani wake walioshiriki katika uchaguzi huo uliosusiwa na Chadema. Wakati mtandao wa interneti ukiwa bado haupatikani hadi wakati huu, nazo safari za mabasi kati ya mji mmoja na mwingine zimeendelea kusimama, huku shirika la reli likifuta safari za treni kati ya Dar es Salaam na Dodoma kupitia Morogoro. John Kaboriti, Dodoma. Na mnaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Tanzania. Pia unatufuata vizuri kutoka USA, Europe Central pamoja na East Africa, wale wote ambao wako Canada na maeneo mengine. Hii ni Baraka One TV na mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Tizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedono Butoto wakiwa wanasikiliza Baraka One TV, bila kumsahau pia Asimwe Baguma, Samuel Biondo Kilamawe na mzee wa state ya Maine. Na tukibaki tu huko nchini Tanzania, shirika la haki za binadamu la Human Rights yatoa kauli kali kwa serikali ya Tanzania kufuatia maandamano yanazidi kuonekana nchini Tanzania, huku serikali ya Tanzania kupitia jeshi la polisi wakiendelea kutumia nguvu ya kuwasambaratisha waandamanaji na kusababisha vifo kadha wa kadha vya wananchi, huku mitaa ikiwa haikaliki wala haisikiki, vitu vikiwa vimepanda bei, chakula pamoja na mahitaji mengine muhimu. Watu wa shirika la haki ya binadamu wameweza kuitaka serikali ya Tanzania kuacha kabisa kutumia nguvu kuwasambaratisha wananchi, maana wana haki ya wao kuweza kuandamana, na hivyo ikitaka serikali ya Tanzania kuweza kuweka mambo bayana ya matukio yote ambayo yakuwa yanaendelea mpaka sasa hivi nchini Tanzania. Tunataka serikali ya Tanzania ikome mara moja kutumia vikosi vya usalama kunyamazisha, kugandamiza na kuwaua Watanzania. Ya tatu, tunasema kwamba lazima kuwe na uchunguzi wa wazi kwa yale maovu yaliyotendwa pamoja na mauaji na mengine. Hayo yakizidi kuendelea nchini Tanzania, vijana hao wa Gen Z TZ wameahidi kufika nyumbani kwa Diamond Platnumz kwa sababu ameonekana ni moja kati ya mihimili mikubwa walikuwa wakishabikia CCM. Licha ya hayo yote, anasemekana Diamond amekimbia Tanzania na kwa sasa anapatikana yuko ndani ya jiji la Mombasa nchini Kenya.
ujumbe kwa Mondi. Mondi, sisi sio matako yako bro. Yaani ukakaa ukaona kwamba ngoja nifute posti. Sisi sio wajinga, tunakuja. Tumeanza na wenzio, tunafuata na wewe. Tunakufuata. Ufute posti, usifute. Wale mashoga wenzio wote sijui kina Sasampa. Wote si tutaunga. Yaani alichokipata Juksi, alichokipata Nenga, nyinyi mtakipata hicho. Najua Mondi kinakuuma sana kukufikiria Pididi kunifila kote kule Loiga hizo chome moto. Sio kweli. Kwanza niliwaambia wafanye kazi kwa mama zao. Zile gari zinachoma moto, kwa nini unaanza kutembea kwa miguu? Hicho ndio kinachokuuma. Na sisi tutazitia moto. Tufanye wote kazi, uzipate upya. Tuone nguvu yako. Si kama unatuelewa. Ndugu zangu wa Tanzania, mmefanya maajabu makubwa sana. Sasa hivi niko Mombasa nchini Kenya. Katika pitapita zangu siku ya leo asubuhi alfajiri nimekutana na gari moja limembeba Diamond, limembeba Zuchu, Mama Dangote na I think na The Voice. Lakini nahisi ni kama wameikimbia nchi kwa sababu ya machafuko yanayoendelea. Wameikimbia nchi na sijajua sababu kubwa ya kufanya Mondi akakimbia kwao. Sasa hivi yuko Mombasa, ndo amekuja kupata hifadhi nchini Kenya. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6 ambako tutakuletea taarifa kwa undani zaidi ya yale ambayo yako yanaendelea Tanzania. Je, una uhakika Samia Suluhu Hassan amekimbilia Uganda ama Kenya? Wa Kenya ama hawamtaki Samia Suluhu kwenda Kenya, laita atakuwa amekimbilia Uganda. Taarifa nyingi zinazungumza hivyo, na mafichoni alikuwa kimbilia Diamond huko jiji la Mombasa nchini Kenya. Tuungane wote majira ya saa 6 kupitia Baraka1 TV.